Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anaanza kuexperience Roho Mtakatifu kwa kuwa amempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na nikasema hakuna mtu anayekuja kwa Yesu kama hajavutwa na Roho Mtakatifu. Kwa kazi ya wokovu ni kazi ya Roho Mtakatifu, na ndio maana huwezi ukatenga injili na Roho Mtakatifu. Na mikutano mingi ya injili inaandaliwa, lakini Roho Mtakatifu apewe kipaumbele. Na ndio maana watu wanatumia mamilioni ya pesa, gharama kubwa, lakini matokeo ni kidogo. Matokeo kidogo. Alafu tunaishia kujifariji, unajua anga tu linafunguka, tumeshughulika na wakuu wa anga, tunaishia kujifariji namna hiyo. Tunataka matokeo, watu wanaokoka, wanakaa kanisani, wanafunguliwa, wanawekwa huru na wanaendelea kumtumikia Mungu akiwa ndani ya kanisa. Tuone matokeo kwenye mikutano ya injili. Pale ambapo tunamhusisha Roho Mtakatifu, kumpa kipaumbele katika huduma zetu, katika injili, tutamuona Bwana. Jina la Mungu libarikiwe. Kwa hiyo kiwango cha kwanza kile ambacho nimekizungumza asubuhi ni kiwango cha utoto kabisa wa kiroho. Na nikasema ule utoto wa kiroho hauangaliwi kwa muda mtu amekaa kiasi gani au miaka mingapi ndani ya wokovu. Hatuangalii hicho. Hatuangalii hivi. Tunaangalia huyu mtu amekuwa kiasi gani, tunda la Roho liko kwa wingi kiasi gani ndani ya maisha yake. Sio tunaangalia huyu mtu miaka ya kukaa kanisani, maana kuna watu wamekaa makanisani miaka ya kutosha lakini bado wana utoto mwingi. Sasa kama mshirika hatembelewi, ana miaka 5, 10 amepata changamoto hajatembelewa, haji kanisani, anasema kanisa lile halina upendo, huo ni uchanga, ni utoto kabisa. Mtu anakwazwa, anasusa kama ni kufanya huduma, anasusa kama ni kuimba, anasusa kama ni kufanya huduma mbali, kisa kakwazwa. Na mojawapo wa training za kiroho ili ukue, lazima makwazo yaje, maana Biblia inasema makwazo hayana budi kuja. Jamani, amina. Lazima makwazo yawepo. Hata Yesu alikwazwa. Wewe ni nani usikwazwe? Wewe ni nani? Utakwazwa kila eneo tu kwenye dunia hii, mpaka labda dunia ifike mahali mwisho tupate mbingu mpya na nchi mpya, ndio makwazo yataishia hapo. Lakini as long uko duniani, kukwazwa ni sehemu ya maisha. Jamani, amina. Jina la Mungu libarikiwe. Kusemwa ni sehemu ya maisha. Changamoto mbalimbali unazopitia ni training za kiroho. Unajua mtazamo wako, namna unavyoona mambo, inategemea umekuwa kiasi gani kiroho. Unatazamaje mambo? Likija changamoto unaitafsirije? Mtu mchanga anatafsiri kichanga tu, lakini mtu aliyekuwa kiroho, ambaye amemshiba Roho Mtakatifu, kila kwazo kwake ni shule, kila kwazo kwake ni kidato. Sema amina kama unanielewa. Jina la Mungu libarikiwe. Sasa ile dhiraa ya kwanza ilipopimwa, maji yalipofika kiko, tukaona sifa za huyu mtu vifundoni. Huyu mtu amehesabiwa haki, anaweza kuishi maisha mapya ndani ya Kristo, anazaliwa mara ya pili. Lakini anaanza ile hatua ya kwanza, huyu mtu anaishi maisha ya kushindana kati ya roho na mwili, vinashindana. Hawezi kuyafanya mapenzi ya Roho Mtakatifu, mwili unakuwa unamtawala sana. Lakini tukaongea tukasema anakuwa na uelewa mdogo sana juu ya ufalme wa Mungu na haki yake. Mtu anakuwa na uelewa mdogo. Na hapa kama Mungu hajaachilia miujiza. Unajua miujiza miujiza ndio ipo. Hata sisi tuliokuwa kiroho, mtu amemshiba roho, miujiza ni sawa. Lakini miujiza mara nyingi sana ni kwa ajili ya watoto wachanga. Nisamee kusema hivi. Miujiza ni kwa ajili ya watoto wachanga wamwamini Mungu. Hivi kumbe Mungu yupo, kumbe Mungu anatenda miujiza, kumbe Mungu anamna hii. Kwa miujiza wakati kwa mchanga itatokea mingi, lakini unapokuwa kiimani, unapokuwa miaka imeenda, miujiza haitakuwepo. Pale mtu anasema, Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Inafika mahali unaishi kwa imani na si kwa miujiza. Jamani, amina.
Maana muujiza leo ukitokea, kesho huwezi ukatokea, lakini imani ni kila siku unatembea nao, unaishi nayo. Sema amina kama unanielewa. Na ndio maana wana wa Israeli walipotoka nchi ya Misri walikuwa wachanga, wakiwa jangwani miujiza mingi. Maana wanaona chakula, wanaishiwa chakula pale, wanapewa mana, mkate kutoka mbinguni. Naye Mungu shikamoo. Sijui hizo bekari za mbinguni zilikuwaje hizo, walikuwa na beki vipi sielewi. Hadi huyu Mungu aisee, mwacheni Mungu aitwe tu Mungu, abaki kuwa Mungu peke yake huko mbinguni. Sema amina kama unanielewa. Mvua, yani manyunyu yanashuka ya mvua ya mkate, wanao wanachukua wanakula, bado wakalalamika wanataka nyama. Kwani zikaja wakapewa nyama mpaka wakajikinai, mpaka Mungu akawakasirikia. Lakini bado wakawa nakumbuka, wanasema ni bora tuwe watumwa nchi ya Misri, tule matango, tule matikiti maji, tule na mapilao, kuliko kuendelea kukaa jangwani kutembea na Mungu. Ni utoto wa kiasi gani huo? Wanakosa maji, Musa anakasirishwa mpaka anapiga mwamba, analiambiwa waambie mwamba. Walikuwa wanaishi kwa miujiza, lakini walipofika Kanani hatujaona tena mkate unashuka. Walitakiwa waishi kwa imani, maana yake wamepita na Mungu experience ya miaka mingapi jamani wakiwa jangwani? Bwana Yesu asifiwe. Yani miaka 40 bado tu wanaendelea kuwa watoto? Hapana, wanapaswa kukua katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Wanafika Kanani, miujiza pale haikuwepo tena ya mana wala ya kware, walitakiwa waishi kwa imani. Maana mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na akisita roho yangu haina furaha na yeye. Hiyo ni kitabu cha Ibrania sura ya 10 mstari wa 38. Jina la Mungu libarikiwe. Hebu mwambie mwenzako, unaishi kwa miujiza au unaishi kwa imani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikatai, hata mwanzo wa huduma utaanza kuishi kwa miujiza, lakini kuna wakati miujiza itakoma. Kuna wakati lazima muamini Mungu, lazima uinue viwango vya imani, lazima uinue misuli ya imani ili uweze kumuona Bwana. Sema amina kama unanielewa. Maana muujiza ni wa muda mfupi, lakini imani ni endelevu. Jina la Mungu libarikiwe. Yaani bado kama unaishi kwa miujiza wewe mwenyewe level hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala usiogope. Unachotakiwa ukaze mwendo, uende level nyingine katika jina la Yesu. Maana ile level kila mtu anaipitia. Kila mtu anaipitia. Lakini hapa anakuwa na vita vingi sana, lakini anakuwa na utegemezi mdogo wa Roho Mtakatifu. Hapa anategemea akili zake, anategemea mawazo yake, elimu yake, fedha zake. Kumtegemea Roho Mtakatifu inakuwa ni kidogo sana. Ukiona maisha yako utegemezi wa Roho Mtakatifu ni mdogo sana, jua kwenye level ya kwanza ya viwiko. Lakini pia hawezi kuomba muda mrefu. Maombi kwake ni adhabu. Nilisema ni mtu wa kulalamika, kwa nini sijatendewa hichi, kwa nini sijatembelewa? Anashinda majaribu ya dhambi kwa gharama kubwa sana. Yaani ukiona una struggle kushinda dhambi kwa gharama kubwa sana kwa gharama kubwa, jua huko kwenye level ile ya viweko. Jamani amina. Na ndio maana mimi sasa hivi nilipofikia, mimi mtu akitenda dhambi kanisani na naangalia huyu mtu vipi, huyu ana miaka 5 10 anatenda dhambi kanisani na kutimua kanisani. Mbona mniangalia vibaya? Na kutimua kanisani. Na ngoja niwaambieni, kati ya dhambi ambazo nazichukia duniani ni uzinzi. Zingine tunaweza tukakaa chini tukaanza kuongea, lakini uzinzi na kutimua kanisani. Kwa sababu hiyo dhambi ni dhambi ambayo Biblia inasema afanyaye uzinzi anafanya juu ya mwili wake, anaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Au mjui kwamba miili yenu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Hakuna dhambi ambayo inamleta shetani karibu na mapepo yake na ushirikina na uchawi kama dhambi ya uzinzi. Na ndio maana dhambi ya uzinzi na uchawi na ushirikina ni dhambi ambazo zinaenda pamoja. Na mojawapo ya kanuni za uchawi na ushirikina ili kufanya wawe na nguvu. Maana mimi nimeshughulika na maagent wa kuzimu mara nyingi sana. Nguvu ya maagent wa kuzimu ziko kwenye uzinzi. Yaani upako wao uko kwenye uzinzi. Na ndio maana angalia hivi jamaa ambao tunaisema ni potofu, angalia. Yaani wako karibu na sketi sana. Kwa nini wako karibu na sketi sana? Kwa sababu ndio nguvu yao. Kuna wakati niko Kijenge pale, nilifanya huduma kubwa sana pale Kijenge kwa askofu wangu Orostos. Nilikuwa mchungaji wa maombi, uinjilisti pamoja na vijana. Baadaye nikawa mchungaji wa maombi pamoja na uinjilisti. Morning Glory tulikuwa tunakusanya sio chini ya watu 200 mpaka 300. Morning Glory
Lunch hour sio chini ya 300 mpaka 500, na ni kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Mikesha ilikuwa chini ya watu 700 mpaka 1000 kila Ijumaa, na ni mkesha kuanzia saa 4 mpaka saa ngapi? Mpaka saa 11. Acha mikesha sasa hivi watu wanamtaka Bwana na nguvu zake, lakini mikesha inaanzia saa 4 inaishia saa 6. Hiyo sio mikesha bwana wewe. Kuna mikesha saa 4 mpaka saa 6. Yaani ukesha ni mpaka uingie siku nyingine, ndio inaitwa mkukesha. Sasa hivi watu wanakuwa wastaarabu. Unajua lazima tuangalie afya. Unajua hakuna cha afya kwenye mambo ya kiroho. Kwenye afya unaangalia afya kwenye, yaani ukishiba Roho Mtakatifu afya inakaa sawa sawa. Ngoja nielewe huko. Sema amina kama unanielewa. Jina la Mungu libarikiwe. Eti unajua usingizi lazima ulale masaa. Mimi na mikesha yangu, maisha yangu ni mikesha 3. Na kesha Jumatatu, na kesha Jumatano, na kesha Ijumaa. Na bado nikiamka mchana nina nguvu na sijapungukiwa afya, niko imara na nasonga mbele katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Sasa mwambie unajua ulale masaa mangapi? 8. Usipolala masaa 8 sio inakuwa imepanda imeshuka. Ungekuwa umepita jeshini kuna kitu kinaitwa 6 weeks. Wangapi wanafahamu 6 weeks? Zile wiki 6 za jeshini. Wangapi wanazifahamu? Asante wewe ambao unafahamu. Wiki 6 hakuna kulala, hakuna kusinzia. Ni mazoezi mtindo mmoja, usiku na mchana. Wiki 6. Mbona hao wanajeshi wapi? Hiyo ni saikolojia tu. Mwambie mwenzako usingizi ni saikolojia. Yaani saikolojia yako ikikutuma kulala unalala, ikikutuma kukesha unakesha, ikikutuma kulala masaa 3. Mimi nikipata masaa 2 ya usingizi, mwili unakaa sawa sawa. Sema amina kama unaelewa. Madeko yamezidi mengi sana ndani ya wokovu. Viwango vinakuwa vya chini mpaka tunakuwa mabroilers. Nao vijana wa sasa hivi, sisi tunaoitwa sasa hivi tusio broilers. Inatakiwa tumshibe Roho Mtakatifu, tuongozwe na Roho Mtakatifu, tuache ubroilers bwana. Tuwe makuku wa kisasa. Washirika wanadeka tu. Wanadeka. Dadi, mimi maombi dama. Dadi, mimi naomba tu hata nifunge mwisho saa 6 tu. Dadi. Chapa bakora kabisa. Yaani hao watu, yaani kudeka madeko ya ajabu mno. Madeko kabisa. Kama cha dadi hapa tunamtaka Mungu na nguvu zake. Sema amina kama unanielewa. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Mwambie mwenzako toka kwenye level hiyo ya chini hiyo. Mwambie mwenzako toka kwenye level ya viweko. Nimalizie na andiko ile kwenye ile level ya kwanza viweko, Petro wa kwanza 2:2. Nisomee hapo mtu wa Mungu. 2:2. Biblia inasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Kama watoto wachanga yatamanini maziwa yasiyogoshiwa. Maana yake unatakiwa utamani level nyingine. Usiendelee kukaa pale. Unajua ile shauku na tamaa ndio itakupeleka level nyingine. Paulo anasema yatamani maziwa yasiyogoshiwa. Kama watoto wachanga lazima utamani kupanda level nyingine. Lazima una shauku na kiu ndani yako. Kama ayala atamanivyo maji ya mto, ndivyo hivyo nafsi yangu inavyomtamani Roho Mtakatifu. Sema amina kama unanielewa. Unatamani, una shauku. Unaenda level nyingine sasa. Level nyingine maji yalifika wapi? Magotini. Sasa hapa tunaona katika level hii ya pili, tunaona mtu anaanza kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Anajazwa Roho Mtakatifu, ananena kwa lugha, anaanza kujisalimisha taratibu kwa Roho Mtakatifu. Nidhamu za kiroho zinaanza. Hii level ya pili. Nidhamu za kiroho zinaanza. Anaanza maombi, anaanza mikesha, anaanza kufunga, anaanza kusoma neno, anaanza kuwa na maisha ya toba, anaanza kuchukia dhambi. Lakini shida ya level hii, wokovu wa huyu mtu unakuwa msisimko, emotional salvation. Anakuwa ni wokovu wa msisimko. Level ya shida ya hii level, ndio ni kweli anaomba huyu mtu, anapenda kusoma neno,
anapenda kutafiti maana ana ile shauku, lakini anasisimka zaidi. Hii ndio shida hii level. Unapanda hiyo level, alafu unaanza kumwona mtu huyu anaanza kunena kwa lugha. Akinena kwa lugha anasikia raha. Yaani yeye kunena kwa lugha sio matokeo ya nguvu za Mungu na upako. Yeye anasikia raha tu kunena. Yaani anasikia raha tu. Lakini pia Roho yake Mtakatifu anakuwa wa maonyesho zaidi na mashindano na burudani zaidi. Yaani hapa kinena atataka watu wote mjue ananena. Na hiyo utaijua tu kanisani, kwenye makanisa yetu haya utayajua tu. Unakuta mmeabudu vizuri, mmeomba vizuri, huyu mtu wala, lakini ile tu mmemaliza sasa ndio anaanza. Ndio anaanza yeye. Mtajuaje amejazwa Roho? Mtajuaje yeye ana Roho Mtakatifu? Lazima waonyeshe. Sema amina kama unanielewa. Level ya pili hiyo. Haya, mtu huyu kwenye level ya pili ana kaluga kamoja tu, miaka nenda rudi kaluga kamoja tu. Yaani mtu ananena kwa lugha mpaka shetani anamkariri na watu wanakukariri. Wakisikia ribosha ndara baba, anasema huyu mzee fulani anaomba huyu. Yaani hatuna haja kutafuta huyu ni nani. Tunajua hii lugha ya mzee fulani hiyo. Unajua huyu mama fulani. Unahitaji hata kujua ni nani. Unajua tu ni mama fulani ananena tu. Yaani wachungaji wahitaji hata kutumia nguvu kubwa kumjua ni nani anaomba. Kalugako kamoja, miaka nenda rudi, habadiliki kwenye ile. Roho Mtakatifu anakuwa ndani yake ni wa kusisimka, anasisimka. Na akitoka kwenye mambo ukimwambia umeomba nini? Hebu nipe nini umeombea leo? Akamwambia nimejaa Roho leo. Nimejaa Roho. Ndio umejaa Roho, lakini umeomba nini? Nini umeombea? Kitu gani? Uwezo ukakaa masaa 3-4 bila kuwa na kitu hata kama unanena kwa lugha. Roho anakushuhudia ndani kuna kitu umekiombea. Mimi naongea na watu ambao wanaelewa. Tutadip ndani zaidi ili unielewe. Sema amina kama unanielewa. Yaani Roho Mtakatifu sisi hatupagawi Roho, tunajaa Roho. Hatupagawi Roho, hatui ubichaa. Yaani kwamba tunanena tu alafu hatuna mwele. Tunajaa Roho na tunajua tumejaa Roho. Sema amina kama unanielewa. Jina la Mungu libarikiwe. Maombi yake yanakuwa ya ubinafsi zaidi. Ukimkuta anaombea, ataombea vikoba, marejesho yake, watoto wake, ndoa yake, anaombea vitu vyake tu. Haizi kuombea kitu kingine zaidi ya vitu vyake. Haizi. Na akiombea vitu vingine anaona kama amekosea, anarudi kwenye vitu vyake. Hata mweke prayer items hapa tunaombea Tanzania. Atasema Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya Tanzania Baba. Marejesho kesho naomba unikumbuke Baba. Marejesho Baba. Wewe unafikiri anaomba Tanzania, kumbe wapi kashahama siku ana binafsi. Ukiona uwezi kuombea wengine, unaombea mahitaji yako, ndio asilimia karibia 90 ya maombi yako ni mahitaji yako. Jua uko kwenye level ya pili hapa. Halo. Ungana naye kama unanielewa. Hana uwezo wa kupambanua mambo ya roho. Hivyo anaweza kuchukuliwa na imani potofu. Hawa ndio wale kila siku unamkuta yuko pale, akisikia hapa moto unashuka anaenda, akisikia hapa kuna nini anaenda, kila mahali, maadamu tu mahali panasisimua. Na hao ndio tunao wengi makanisani. Yeye angalia huyu mtu background yake nini. Unajua mtu anapoenda mahali lazima ujue huyu mtumishi background yake nini, huduma yake imekaaje. Sio unaenda tu kila mahali. Lakini watu hao sasa ndio unakuta leo yuko pale, kesho yuko pale, leo yuko pale, kesho yuko. Hana msimamo, anachukuliwa na imani potofu. Yeye huyu mtu asipoona yale mambo kama ya mfano mtu ameanguka chini
Amini kama hapo mahali pana jamani, amina. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sina shida na mtu kuanguka, lakini ukianguka umepata nini? Yaani unaanguka unaendelea na ugonjwa wako, unaanguka unaendelea na umaskini wako? Hapana. Tunapokuwa tumejazwa Roho, lazima tuone matokeo ya kimbingu ndani ya maisha yetu. Sema amina kama unanielewa. Hata mimi naombeaga watu wanaanguka, lakini siku moja mama moja kaanguka. Nikamwambia, simama. Hebu jiangalie umepona. Mchungaji, sijapona ndo maumivu yanazidi. Nikamwambia, sasa umeanguka kwa sababu gani? Nikamwambia, kilichokuangusha ni nini sasa? Yaani kama umeanguka alafu kaamka, alafu bado maumivu yapo, sasa kuanguka ina faida gani? Tunataka mtu akianguka basi na uponyaji utokee. Sema amina kama unanielewa. Japo kuna kuanguka kwa nguvu za Mungu, kuna kuanguka kwa mapepo, lakini tunataka tuone matokeo. Mimi shida yangu ni matokeo. Jamani amina. Shida yangu ni matokeo tu ya kimbingu tuone. Haya. Ni mtu kufanya makosa mengi sana, ila anakuwa mwepesi kujirekebisha na kutubu. Huyu ni mtu yule ambaye anafanya makosa, mistakes nyingi sana anazifanya, lakini ni mtu wa toba wa haraka sana. Anabadilika kulingana na mazingira. Wokovu wake ni wa kinyonga. Anabadilika kulingana na mazingira. Kimkuta kijiweni unasema hoya mwanangu, naye amebadilika ameshakuwa hoya mwanangu. Kimkuta kijiweni. Kimkuta kanisani anapiga mapambio mlokole. Kimkuta sehemu nyingine, yani yeye hana ule wokovu ambao ni wa kusimama. Anabadilika kulingana na nini? Na mazingira. Level ya pili. Lakini ni mtu ambaye anajiapiza mara nyingi mambo, akitenda dhambi anajiapiza, sintarudia tena hii dhambi, sirudi tena. Anajiapiza kwa Mungu wake, lakini kesho anaanguka tena. Jamani, nimefanya nini? Na sirudi tena, lakini anajikuta anaanguka tena. Rumi 7:19. Nisomea hapo mtu wa Mungu. Lakini pia ni mtu wa nia mbili, Yakobo 4:8. Maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Paulo anaizungumza ile, anafika mahali anasema lile baya, lile ambalo ni jema nataka nilitende silitende, alafu lile ambalo sitamani kulifanya nalifanya. Anaizungumza ile hivyo mtume Paulo. Ni level ambayo tunatakiwa tuikatae kwa jina la Yesu. Hii level ndio inatucheleweshia baraka zetu. Hapo Mungu haizi kukuamini kuwekeza vitu vyake, haizi kuamini kuwekeza karama zake, haizi kuamini kuwekeza mambo yake ndani ya maisha yako. Kwa nini? Unakuwa ni mtu ambaye huna ueleweki. Huyu mtu mwezi huu anakuwa kiroho sana, lakini mwezi unaofuata kiroho kinafanyaje? Hujanielewa? Ngoja nikwambie. Akiwa ana hela kiroho kinakuwa kizuri. Yaani akiwa ana hela utamwona kwenye maombi, kwenye mikesha. Ngoja apate kamilioni kamoja. Umpate kwenye maombi. Biashara, yaani umpate. Na Kiswahili kinabadilika. Vipi mnatukuni kwenye maombi? Wiki tuna maombi ya mfungo siku. Pastor niko busy kidogo najua. Sauti inabadilika. Ana kibunda mfukoni. Sauti inabadilika. Lakini akiishiwa huyu hapa. Unamwona mnyenyekevu, unamwona kwenye maombi yupo, mikesha yupo. Akipata haumuoni tena. Level hii. Mungu atusaidie. Sasa unajipima tu hapo kwa level gani? Jamani amina. Ni mtu wa nia mbili. Yakobo 4:8. Mtu wa nia mbili. Yakobo 4:8. Biblia inasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Sasa huyu mtu anatakiwa amkaribie Mungu, aendelee kuongeza. Kumkaribia Mungu ni kuendelea kuongeza viwango, atamani viwango vingine, atoke kwenye ile level. Sitamani ile level tukae muda mrefu sana. Hii level ndakiwa mtu anapookoka kijua niko kwenye ile level, lazima aongeze viwango vingine katika jina la Yesu. Tamani utoke kwenye nia mbili. Haya, level hii wakati mwingine huyu mtu ni mtu anayevutwa wakati mwingine na mambo ya duniani. Anapenda mambo ya duniani. Yaani
Kwa mfano, ana marafiki zake wana sherehe za ubarikio, naye anahudhuria, na kati sisi tumeokoka. Hao tunao makanisani sasa hivi wengi. Alafu wachungaji tumefika mahali ni kama tunataka kucompromise. Mimi nakumbuka kabisa msimamo wa kanisa hili, kuna sherehe sisi hatuhudhurii kabisa, hatuhudhurii kabisa. Makipaimara ya hatuendi, maubarikio hatuendi. Lakini mimi nimeshaona mpaka wachungaji wanaenda huko. Mmoja akakutana mchungaji akamwambia, vipi asi umetoka wapi? Unajua hawa marafiki zangu wa siku nyingi, alafu najua hawa walinichangia sana pale kanisani. Mpendwa, pesa zisituingize kwenye mtego kabisa. Tusiwe watumwa wa pesa. Mtu aje na pesa zake tuzitumie, lakini napokuja swala la imani tunasema hili hapana, hili hapana, hili hapana, katika jina la Yesu. Nenda sasa hivi kwenye sherehe za walokole, harusi tu za walokole, nenda, watu wanavaa vitu vya ajabu, wanavaa vitu vya ajabu, alafu muziki inachanganywa. Unafika pale inawekwa injili kidogo, alafu inawekwa muziki, haujulikani wengine wanaanza, unashangaa mtu anaanza kuamsha lile jitu la zamani lilolala, anaanza kukatika na katika wenyewe. Yeye si mtu vipi huyu? Ameokoka hajaokoka huyu? Na MC bwana, mimi mpaka nimechagua MC. Yaani harusi za kanisani naambia MC ni yule na yule, au wengine msilete hapo. Maana MC ndio wanatuponzaga wakati mwingine. Moja tulikuwa na harusi ya kijana wetu pale. Wako wameandaa vizuri, tumeenda ukumbini. Nafika ukumbini wakaanza kuingia Baba Ahmed. Wameweka muziki ule, sorry, nimesema Baba Ahmed, sorry, Mamed yao. Nimeenda mbali. Maids yao. Nimeenda mbali. Wakaingia Mamaids bwana, wanacheza waliochanganyikana wa duniani na wa kanisani. Sasa wameingia, kwanza mabinti wamevaa, hii yote iko wazi, yani kuna ile kata mikono huku wazi huku, alafu huku, yani kuna namna wamevaa, yani unaona hii sidiria ndio unaiona hivi imekuja hivi, alafu huku unaona kuko wazi kabisa, makwapa yako wazi, kila kitu kwa wazi mpaka hapa kiunoni, alafu huku kumeenda mpaka chini. Kwa ukimwangalia huku ni mlokole, ukimwangalia huku ni mtu mwingine kabisa. Tumekaa na wazee wangu wa kanisa, nikashangaa wanakuja. Kwanza wakaja na injili, wamefika pale mlangoni. Nikamwambia mzee, nini kinachoendelea? Akaambia ngoja tuone. Ghafla akaweka sasa muziki wa duniani wanaingia. Nikamwambia mzee, kasimamishe harusi iendelee kwenye ukumbi huu mpaka hao mabinti wameenda kubadilisha nguo au wanatoka hapa, hawataingia hivi. Mzee kiongozi akaenda akamwambia, jamani, hii ni order ya kanisa. Unajua, ngoja niwaambieni, kuna wazee wengine wakienda sema mchungaji kasema. Sio mchungaji amesema, kanisa limesema, Biblia imesema. Sema amina kama unanielewa. Akaenda sema hii ni order ya kanisa, hamwezi mkaingia, huu ni msimamo, hamwezi mkaingia namna hii. Maharusi wako hapo nje wanasubiri waingizwe nao mamaids, hakuna. Wale mabinti wakagoma na sisi tukatulia, na mzee akasimama pale mlangoni, hakuna kuingia. Walivyoona haviendi, wale mamaids wakaondoka, wakabaki wanaume. Wanawake wanakodoa macho. Ngambia nyie mmevaa vizuri, ingieni. Na mnaingia na nyimbo ya injili mnawaleta hapa. Na mkikatika hapa tunawatoa. Bwana harusi na bibi harusi wanauliza nini kinaendelea, akamwambia mchungaji amesema, wakabadilisha. Wakanuna, wameingia wananuna. Akasema pote na picha zenu ziharibike, mtanuna, kwani hiyo harusi ni ya kwenu? Sisi tukishamaliza kanisani, hapa ni ukumbini, mtajua wenyewe. Wakaingia huko wamenuna wapi? Wale hawajakanyaga, wale mameti hawajakanyaga, kwenda kubadilisha nguo ikawa ngumu. Nimeweka msimamo. Lazima ifike mahali hatu compromise na mambo ya dunia hii. Sisi tumeokoka, tuna lugha zetu, tuna namna yetu. Sema amina kama unanielewa. Wanaokuja watufuate sisi hataki tuifuate dunia. Dunia ibadilike itufuate sisi tunavyotaka. Na neno la Mungu linatuongoza katika kila mwongozo wa kila kitu tunachokifanya. Neno linatangulia mbele. Sema amina kama unanielewa. Inatakiwa neno litangulie na sio litangulie neno. Hebu mzee mwenzako, wewe unatanguliaga neno au neno la kutangulia? Level hii. Kujichanganya na mambo ya dunia, kujichanganya na vitu vya ulimwengu vinapelekea Roho Mtakatifu anaondoka, hakai. Maana Roho Mtakatifu hataki sehemu zenye fujo. Hataki.
Unajua mojawapo ya alama Roho Mtakatifu ni nini? Ni huwa. Na huwa ni mpole, hana fujo. Ukimletea vurugu anafanyaje? Roho Mtakatifu ni huwa, ni alama yake ni huwa. Ila alama yake ni huwa. Kwa hiyo yeye ana tabia za huwa, za upole. Hataki vurugu. Ukimletea vurugu anafanyaje? Anaondoka, unabaki mwenyewe. Sasa kuna vurugu nyingi za dunia hii. Mambo mengi ndani ya dunia hii. Nenda kwenye makanisa. Ndio maana nimesema president mzuri hapa. Unaenda unakuta watu wakivaa kwanza uvaaji wao wa hovyo kwenye madhabahu, alafu cheza yao ya hovyo, wanacheza mpaka viduku, wanaleta nyimbo, wanacheza michezo ile ya kina Diamond kule, wanaileta madhabahuni. Hapana, sisi tuna upentekoste, tunacheza yetu ya kipentekoste. Lazima tudumishe upentekoste ndani ya kanisa la Mungu. Sema amina kama unanielewa. Sio watu kukopi na kupesti, marufuku. Tunakopiji vitu vya dunia. Hakuna kukopi. Hiyo ni level hii hapa, level hii ya kukopi vitu. Na imefika mahali wachungaji, ngoja niwaambieni, niwape ushuhuda. Mimi nimeanza kanisa na washirika, nimwambia 15 wakakimbia kwa sababu ya msimamo wa nini? Wa kiroho. Lakini baada ya kutembea na level, watu, Mungu akaponya watu, ishara, miujiza, vitu vikafanyika. Kanisa likaongezeka. Ndani ya mwaka mmoja kutoka washirika 15 nikawa na shirika 70 ndani ya mwaka mmoja. Ndio nimeanza huduma hiyo miaka 70. Watu 70. Wale watu 70 nimekaa nao, kanisa likaanza kujaa. Na ndio asubuhi nimesema inatakiwa tumtegemee Mungu na si wanadamu. Jamani amina? Tutembee na kumtegemea Mungu. Nikamfuata askofu wangu ambaye ni babangu wa kiroho sasa. Nikamwambia baba, nikajisifia pale, kanisa limeongezeka. Nataka niongeze kanisa. Nipanue kanisa. Unajua alinijibuje? Akanambia, una ibada ngapi? Ngambia ibada moja. Una ibada moja ndio. Ongeza ya pili. Mimi nilienda kwa lengo anichangie, yeye ananiambia ongeza ibada ngapi? Ya pili. Na ikija ya pili ongeza na ya tatu. Nikageuka taratibu kimya akasema hapa ni Mungu ameniita, mimi na Mungu wangu tu. Hapa sitarudi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule mzee mimi nampenda sana. Unajua kuna watu wanawakasirikia, hawa wazee wetu wa imani ni wa kuwapenda kama akikunyima kitu. Maana yake anakufundisha kumtegemea Mungu. Lakini sio mama, sio mtoaji. Kuna wakati alinisupport. Lakini kuna wakati alinifundisha kusimama kwa imani. Maana kuna wakati ukianza kuangalia wanadamu unapoteza mwelekeo. Inatakiwa muangalie Mungu aliyekuita. Come on, muangalie Mungu aliyekuita. Tumeitwa na Mungu. Hatujaitwa na askofu wala mwangalizi wala mchungaji kiongozi. Aliyetuita ni Jehova, na yeye kama ametuita atatuwezesha tuinue viwango vyetu, tufananie mbingu. Mbingu zitatembea na sisi. Kafika watu 70. Wakati nimelala usiku nikaonyeshwa kanisa la ghorofa. Unajua ukitembea na mbingu mpaka nakuonyesha ramani ya kanisa nimeonyeshwa. Nikaonyeshwa ramani tena ya ghorofa, watu wanakaa juu na chini. Nikaanza kuichora ile ramani kwenye karatasi. Chora, nikachora vibaya. Nikamfuata architect, nikamwambia kuna hii ramani, unaweza kanidesignia? Alichora mpaka kidogo anikimbie. Chora karibia mara 8, anachora, anamwambia hapana, anachora ile picha iko hapa, tuchora hapana hii, chora hapana hii, chora hapana hii, chora hapana hii. Alivyochora akasema hii inafanania. Mara ya 8 ndio sema inafanania. Anasema utalipa shilingi ngapi? Nikamwambia usijali bwana, mimi ninazo pesa nyingi. Kwa nina hela. Nina imani. Jina la Mungu libarikiwe. Mwisho wa siku ikaja ile ramani ambayo Roho Mtakatifu ameonyesha, ikaja. Nikamwambia yes, hii ndio yenyewe. Basi tukaichora vizuri, nikapeleka kwa mainjinia kule, ikapitishwa. Nikaleta sasa injinia wa kwanza, nikamleta aje angalie namna gani nitakavyoanza. Akaiangalia ramani, akaniangalia usoni. Akaambia Lubuvu, unajua ghorofa ni nini? Nikamwambia kwa nini? Anasema una shilingi ngapi? Nikamwambia na 1,500,000. Akaambia unajenga kanisa ghorofa unaijua 1,500,000 wewe? Nikamwambia ndio nilionayo hiyo. Akasema, akanikimbia. Injinia wa pili akanikimbia. Injinia wa tatu Rwandala ambaye yuko hapo Calvary. Kanisa la Calvary kwa mchungaji Filipo. Yeye ndo alikuja akanitia moyo, akamwambia usijali kijana wangu ni mzee yule. Akamwambia usijali kijana wangu mchungaji, wewe usijali. Hii ngoma lazima ichezwe hapa. Lazima kitu kieleweke. Nikasema asante, nimepata mtu wa kunitia moyo. Nikaipeleka ile ramani. Nikamwambia Mungu, hii ramani umenionyesha wewe, kanisa lazima lijengwe. Sema amina kama unanielewa. Nilianza msingi wa ghorofa nikiwa na watu 30 na shilingi 1,500,000. Bahati nzuri alitokea fundi mmoja Mlutheran.
Unajua bwana, ama mambo ukimwamini Mungu bwana, Mungu anatumia mpaka mawe. Hoja nielewa ninachokisema. Yaani mimi niko tayari, hata shetani angekuja ningempigisha zege hapo. Alafu bado akabaki kuwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tukaanza msingi, lakini wakati tunaanza msingi wa ghorofa la kanisa, viwanja, yani kanisa lilivyo ndio kiwanja kilivyo. Yale makanisa, unafahamu yale makanisa mradi wa askofu wetu mkuu yalivyo, yani kiwanja kilivyo ndivyo kanisa lilivyo. Alafu nimezungukwa na Waislamu. Na hicho kiwanja ambaye aliwapa hicho kiwanja, yani ambaye amewarithia watoto wake, alikuwa ni mganga. Na nimefika pale kanisa linapigwa vita, ndio liondoke, pajengwe madrasa na msikiti. Hao majirani walikuwa mlango, walikuwa huyu mama mmoja alikuwa na room 6. Mlango dirisha la kanisa na dirisha la yule mama limepishanishwa na mita moja. Kwa hiyo tunapoanza ibada, yule mama anafungulia sabufa, anaweka mlango, anaelekeza kwenye kanisa namna hii. Zinapigwa taarabu na kaswida. Sasa nikapata vijana wanasema tunaenda, huyu mama sisi tunaenda kumshughulikia. Kwani anataka utuzuie hapa tusifanye ibada? Nikamwambia tulieni, pandisheni viwango. Hivi si vita vya kimwili. Waefeso 6:10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Maana kushindana kwetu sisi si juu ya nini? Ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa nguvu za giza na majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Nikamwambia hapa vita ni vya kiroho. Tukaanza mikesha ya kutosha, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Nikapata watu wakaniunga mkono. Lakini maombi 21:40 bandika bandua, pandisha viwango. Joto likapanda la kiroho, moto ukawaka. Mpendwa, moto ulipowaka, na kubwa siku moja natoka jioni na mkuta yule mama anachuma mboga. Akaniambia, mchungaji Lubuva, hebu njoo hapa. Akanambia, mchungaji Lubuva, mimi bwana nataka uniondoe hapa, maana hapa mimi naungua moto kila siku. Unaniunguza moto. Nikamwambia, we, mimi nimekuunguza moto lini? Anasema hamna. Wewe hujui tu, mimi unaniunguza moto kila siku. Nikamwambia, lakini si mlisema mnataka mjenga msikiti na msikiti na madrasa hapa, imekuwaje? Anasema we bwana, njoo tuongee. Nikamchukua mzee, akaniambia yule mama anasema tunamunguza moto, tukaongea naye. Tunafika, anasema mchungaji, nihamisheni hapa, sitaki kukaa hapa. Nikamuuliza, unataka shilingi ngapi? Akaniambia, mimi pesa yoyote. Usicheze na viwango vya mbingu vikiinuka. Mbingu zinaitikia katika jina la Yesu. Wewe uwanja mkubwa na room 6, alafu anakuambia pesa yote. Nikatoka na mzee, nikamwambia, mzee sikiliza nikwambie. Huyu sio pesa yote. Tutafute kiwanja tumjengee. Maana tukimpa pesa akizila atakuja kufanyaje? Kutusumbua hapa na watoto wake. Akaniambia, nayo ni hekima imetoka kwa Mungu. Sema amina kama unanielewa. Maana ukiwa na viwango, hata hekima, akili yako inakaa sawa sawa, inawaza sawa sawa. Sema amina kama unanielewa. Sio mchungaji unanunua viwanja, alafu unanunua viwanja hata mikataba una, hata makubaliano una, unasema tuliandikishana. Unapewa akili hata kufanya mambo. Sema amina kama unanielewa. Tukakaa chini, tukarudi. Akaniambia, mchungaji, nimeandaa chai, utakunywa chai yangu? Nikamwambia, nainywa. Akaniambia, uogopi? Nikamwambia, naogopa nini? Lete hapa. Alipika chai ya rangi, nikaipiga chai ya rangi. Hakuna hata tungekaa katikati ya wachawi. Tunapandisha viwango katika jina la Yesu. Hatuogopi chochote. Sema amina kama unanielewa. Tulipomaliza tukaenda tukakaa kikao wachache pale. Nikaita marafiki wachache, nikamwambia, jamani, kuna moja mbili tatu. Mmoja katikati ya wale watu, unajua mbingu zikifunguka, viwango vikiitika, Mungu anakuandalia mazingira. Mtu mmoja akanambia, bwana, tuko watatu kwetu. Akasema, mke wangu wako watatu. Kuna kiwanja chenye nyumba ya room 5. Hicho kiwanja wanataka kukiuza, maana mama alikuwa anakaa pale amefariki. Na hao watu wako mjini huko na maisha yao. Hichi kiwanja nataka wakiuze. Akapiga simu akamwambia, akasema, tuko tayari. Tunauzia kanisa. Shilingi ngapi? Fikiria room 5 na kiwanja cha 20 kwa 15, tunaambiwa shilingi milioni 14. Sema shikamoo Yesu. Usiogope usema shikamoo Yesu. Maneno maana shikamoo, niko chini ya miguu yako. Alafu marabo uwe na hivyo daima. Sasa tuwe chini ya miguu ya nani? Sisema shikamoo Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia, tukamwambia sasa hatuna hela ya kumlipa haraka. Akasema hapana, mnamtoa mmoja mmoja mnamtoa. Tukasema asante Yesu. Tukamwambia, mko tayari huyu mama tumhamishe kwanza, alafu tuwalipe tayari? Wasema tuko tayari.
Tukachangisha tukapata milioni 2. Tukaenda tukaikarabati ile nyumba. Tukamwambia mama, unaonaje ile nyumba? Akasema mimi niko tayari, kuliko niungue moto bora nihamie hapa. Tukamtoa kwenye room 6 tukamleta kwenye room 5, tukamwongezea na milioni ngapi? Milioni 4. Yule mama akaondoka. Ikawa ushuhuda kuzunguka kile kijiji, Bwana ametenda. Sema amina kama unanielewa. Lakini hapo bado gorofa halitoshei, maana ile ramani ni kubwa. Akaja mwingine, yeye ndo alisema kabisa hizi kuwauzia makafiri kiwanja. Tukapiga maombi. Sasa yule baba alikimbia akaenda akaoa mke mwingine. Yule alivooa mke mwingine, yule mama akamwambia, ukikanyaga hapa ninakufunga. Kwani uniache na watoto hapa? Unajua Mungu anatengeneza mazingira. Mbingu zinatengeneza mazingira. Sasa yule baba akiwa kule, yule mama alivyosikia huyu mwenzake ameuza kiwanja na ni wakwao kule, si unajua hao ni wakwao, ni ndugu yao, akaja akanifuata anasema, mchungaji, na mimi nauza kiwanja. Nikamwambia hichi kiwanja si cha mume wako? Akasema ndio, pote ile pote ni cha mume wangu, lakini amekaa. Nikamwambia nipe simu niongee naye. Siwezi kununua kiwanja wakati siongea na mume wako. Nikapiga simu nikamwambia mzee, nikamwambia mimi ni mchungaji Lubuva. Nyinyi ndio kanisa mnakusumbua hapa? Nikamwambia ndio. Nikamwambia mke wako anauza kiwanja na mtoto wako hapa. Akasema nimewaambia wasiuze. Nikamwambia wamesema wanauza kwa sababu umewatelekeza. Akanambia hebu nipe simu. Akaongea na nikamwambia baba, tunauza. Una miaka 10 hujakanyaga nyumbani, mimi ndo nalea, nauza kiwanja, njoo. Na ukija na kufunga. Yaani unajua Mungu anasababisha mafarakano. Inua viwango vyako katika jina la Yesu. Yaani Mungu anachafua lugha tu. Yule baba akasema mpe wewe mchungaji. Sasa mchungaji, wewe sikiliza bwana. Mimi bwana nilikuwa sina mpango, nilikuwa sio na nini bwana. Haya bwana, wewe bwana hamna shida. Wewe tuuze pesa nyingine nitumie wengine hapa. Nikamwambia mama, amekubali. Tukawapa hela. Ninavyozungumza sasa hivi tumenunua eneo kubwa kabisa limezunguka kanisa. Jamani, amina. Ramani ndani ya miaka 3 tumenunua, na viwanja vimetukosti milioni 71 na laki 5. Ndani ya miaka mingapi? 3. Miaka 3 mingine tukaanza jengo kwa imani. Kadri tunavyozidi kuendelea na kanisa linakuwa. Tunafika miaka 5 tuna washirika 200. Tunamaliza miaka 6 tumekamilisha jengo. Askofu mkuu akaja akazindua jengo. Jengo la watu 1500. Watu wanakaa juu na chini. Uzuri wa jengo hilo kwa kanda ya kaskazini, uzuri wa jengo hilo, uzuri wa kwanza ni kanisa la askofu wetu Lazaro. Uzuri wa pili wa kanisa ni kanisa la Calvary. Uzuri wa tatu, kanisa la tatu uzuri wake ni kanisa la askofu wangu Orosos. Kanisa langu ni la 4 kwa uzuri na ukubwa kanda ya kaskazini. Hiyo ni ndani ya miaka 6 years. Kazi imekamilika. Mwaka wa 7 tukapumzika. Tukasema mwaka wa 7 ni mwaka wa shukrani kwa Mungu wetu. Kwa tumefanya kazi miaka 6. Kuhamisha watu pamoja na kujenga kanisa. Jengo hilo linagharimu sio chini ya milioni karibia 650. Sasa haya mambo yanawezekana tukipandisha viwango. Watu wananiambia una mfadhili. Sina mzungu. Mzungu wangu ni Yesu. Sina mfadhili wa aina yoyote. Ni mimi na Yesu wangu. Kuna watu wanafikiri mambo makubwa mpaka wazungu wafanye. Hapana, ndio wakiletwa na Mungu, jina la Mungu libarikiwe. Lakini tumwamini Mungu ambaye anaweza akamtumia yeyote. Sema amina kama unanielewa. Na nikwambie ni kanisa lilijengwa mpaka na hata unajua kuna mama mmoja wa Kiislamu alikuwa mshirikina kuliko maelezo, lakini alishaniletea shilingi 30,000 za kununua mfuko 2 ya simenti. Afu nikazipokea, nikazitakasa, nikamwambia mama, pamoja na kulipa hela, unatakiwa uokoke ili uende mbinguni. Akamwambia mwanangu, mimi sitaokoka, mimi unajua ni Muislamu, nilichoamua tu nikuletee hii sadaka, ipokee. Swala la wokovu tusijuane. Akaondoka. Nikasema jina la Mungu libarikiwe. Mimi nimepasha pata hela kujengea. Wangapi wananielewa ninachokisema? Sema amina kama unanielewa. Sasa mpendwa, kinachosababisha haya mambo yasitokee ni level zetu. Lazima tupandishe. Ukiwa mtu wa nia mbili, sikiliza, kama umeamua kukaa kwa Yesu, zamia kwa Yesu moja kwa moja. Usio mtu wa njia mbili. Na niwaambie mimi wakati najenga, nilikuwa nyumba kupangisha. Nyumba kufanyaje? Ya kupangisha. Namshukuru Mungu hii hairuki live. Na kama inaruka basi itakatwa. Mkuu wetu wa chuo aliniambia usio na wasiwasi.
Kwa hiyo nyewe mna edit hivi vingine ni vya kwangu binafsi tu. Ni kwa ajili tu ya kujengana kiushuhuda. Jamani amina. Vingine usivirushe huko. Sasa sikiliza, nimemaliza baada ya kumaliza miaka 3 ya ujenzi wa kanisa,